wasili naomba mimi tujie na sita zile ambazo wewe unataka, lakini kwa kufanikiwa kutumia naomba mimi tujie na sita tu. Jambo la kwanza ni mshukuru Mungu kwamba nimepata nafasi ya kushiriki pamoja nanyi kwenye ibada hii. Nilipata mwaliko kutoka askofu alinitafuta na nikamhakikishia kwamba nitafika. Kwa hiyo nashukuru sana kwa askofu kwa kunialika. Tulikuwa Dar es Salaam pia tulikuwa na chagizo ambalo Mheshimiwa Rais alikuwepo juzi. Na mimi nilikuwepo sehemu ya Tanzania kwa kukimbia ili kushiriki katika. Lakini pia kuna askofu Kagere kwa sababu tulikuwa wote ushirika wa Dodoma Cathedral tulipokuja kwa ajili ya kuchangiza ujenzi kufunika nyumba ya Mungu pale Lindi. Tunashukuru sana. Ndugu zangu, jambo la kwanza, Mungu amenipa nafasi ya kuchangia nyumba ya Bwana na ni jambo zuri. Na Mheshimiwa Rais, mimi nashukuru Mungu kwamba nimepata nafasi kiwa na nguvu na mimi ya kushiriki kwa ujenzi wa nyumba ya Bwana. Lakini katika yote yaliyozungumzwa hawa ni wanaita makete na mimi kama nizungumza mambo machache. La kwanza, muombaji wa leo mambo vizuri sana mambo yetu kwa uelewa wa uchaguzi. Ameomba kwa kweli ingekuwa kama basi kusema Mungu ametenda. Tunashukuru Mungu. Lakini mwaka huu tuna uchaguzi na mimi kama mtoto wenu nimebakiza siku chache tuhitimishe safari ya ubunge pale Dodoma. Tarehe 27 Mheshimiwa Rais ndio anavunja bunge. Kwa hiyo tunaomba muendelee kutuombea tumalize salama. Alafu turejee tena kuhangaika kutafuta nafasi hiyo kwa wakati mwingine. Lakini jambo kubwa ni kwamba kazi tumeifanya ambayo haihitaji kuhadithiwa. Macho yako anaona na masikio yako yanasikia. Kazi tumefanya. Na kwa mustakabali huo tuchukue nafasi hii kumshukuru kakaangu Anthony sana. Ninasimama hapa kwa sababu baba askofu wilaya Makete ni moja kati ya wilaya ambazo tuna changamoto ya watu wengi kuwepo serikalini. Hatuna watu wengi sana serikalini. Sasa sisi kama wabunge tunakuwa ni wanasiasa. Lakini hii maendeleo yaje lazima uwe na mtu ambaye anaweza kukusaidia. Anthony sana alikuwa akisaidia kwa kazi. Mradi wa maji wa Makete huu mpya ambao umejengwa leo. Tulikaa mimi, diwani wao na Anthony sana katika chumba mchoro pale Majaliwa na mradi ukaja wa Makete leo. Usipokuwa na mtu kule ndani kukusemea na kukusaidia, huwezi kusonga mbele, huwezi kusonga. Utakuwa jiandaje. Leo tunazungumza katika vijiji 93 vya wilaya Makete. Karibia vijiji 90 kitu vimepimwa. Ni kwa sababu yeye katibu mkuu alikumbuka kwamba kuna nyumbani. Tunazungumza barabara mpira kipengele kupandisha kwenda hadi ya Tanlot. Ni kwa sababu yeye yuko kula anaongea kwa kuokoa sana. Mimi kama mwanasiasa ataongea televisheni gani? Lazima tuwe na mtu ambaye anasupport kule ndani. Mungu akubariki sana. Na hivi nilisema once na nilikuwa nazungumza mara kwa mara kwamba wana Makete tujaribu tusivunje mioyo ya watu wanaojitolea kwa kusaidia Makete. Mtu akiinuka kutoka kwenye kazi na Makete anasema ndio Mungu. Wengine Mungu amewajalia kuwa na moyo mzuri kama watu wa kufanya kazi. Ni jambo zuri sana kuwaunga mkono vijana na ndugu zetu wanaporudi nyumbani kufanya kazi za maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Na nikuhakikishie sitaacha kukusumbua kwa ajili ya wilaya ya Makete. Tunaelekea kwenye uchaguzi kesho kutwa na tuamini kwamba kwa jinsi ambavyo mazingira yapo na jinsi ambavyo mazingira yanaenda vizuri, mimi kama mtoto wenu ambaye tena namtumikia Mungu, tunaenda kushinda kwenye nafasi na tutarudi kuwakumbusha pia wale ambao wako kwenye maeneo ya ofisi za serikali kukumbuka kufanya kazi nyumbani. Na mimi sitaacha kukusumbua kwa sababu wewe unawasiliana na makatibu wakuu wengi. Akiwemo katibu mkuu kiongozi ambaye yuko hapa anaendelea tunawasiliana naye mara kwa mara. Tunaamini pale tunapoenda kwa sababu hii ni awamu ya kutafuta milioni 500. Unatafuta milioni zingine huko mbele ya serikali. Tutahitaji tuweze kuwashirikisha wengi zaidi ili hatimaye uso huu wa wilaya Makete uwe na nyumba nzuri ya Bwana ambayo ni Yesu. Wana Makete, baada ya kusema hayo, mimi nishukuru Mungu kwamba nilipata nafasi ya kusimama hapa. Na baada ya hapo pia tutarejea Dodoma kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajenga bunge. Tunaendelea. Tutango kwanza ni Sara wa Pili Gracious
watatu anaitwa Joshua, wanne anaitwa Isaac. Tutatoa shilingi milioni 5.